Je, tutafika? Kipindi chenu hiki ni mimi wenu Makwaya wa Kuhenga. Naam, tumo katika homa ya uchaguzi na joto la homa hii si mchezo. Na homa hii imeletwa na mawazo kuhusu mustakabali wa nchi yetu. Tutavuka salama? Tutabaki na amani tuliyoizoea? Na wenye tafakuri kubwa zaidi ya maswali haya wanajiuliza, nchi yenyewe itapona kama ilivyo na kama ilivyodumu kwa zaidi ya nusu karne? Ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Bahati mbaya kizazi cha sasa, na ndio vijana walio wengi, wamo katika ushabiki wa aina moja au nyingine. Ukitazama sana runinga, mikutano ya hadhara, vyama vyetu vya ushindani, ninapenda kuituita vya ushindani bwana, sio vya upinzani. Ushabiki huu unatokana na kauli mbio na kauli zile za kisharishari mpaka kieleweke. Sasa mada hii ya leo ya kipindi chetu ni kujaribu kuwaelimisha vijana wetu hawa kuhusu umoja wa nchi yetu Tanzania. Tumekuwa na vyama vingi vya ushindani hapa, vipo, lakini majuzi vikaunda umoja. Umoja huu ni wa katiba ya wananchi ukawa. Sasa kama nimewataja hawa ni kwa sababu ukitazama sana walianzishwa baada ya kuisha kwa bunge la katiba. Ndani ya katiba hilo, bunge la katiba, kitu kimoja muhimu sana kilikuwa kuhusu uhai wa nchi. Ndio tunakumbuka wengine miaka ya nyuma tunaulizana, moja na moja ngapi? Ni 2, lakini baadhi yetu wanasema 3. Yaani hii nchi yetu inaitwa Tanzania iwe na serikali 3. Kisha fufua Tanganyika, utabaki na Tanzania? Sasa nimeona neno hili linahusu uhai wa nchi yetu, taifa letu. Nimeona tulizungumza kwa mapana na marefu yake na Watanzania wenzetu. Ndio hawa nilionao leo. Na mzee wetu mnamfahamu wote mlio wengi, mzee Kitine. Kitine huyu amewahi kuwa waziri, lakini miaka ya nyuma amewahi kuwa kiongozi wa idara yetu ya usalama wa nchi. Mzee Kitine, karibu sana kwa kipindi hiki. Katikati pale nina mwalimu wetu, mwalimu wa pale Mlimani Chuo Kikuu, na amewahi kuwa mara nyingi ananipa heshima kuja kwenye kipindi hiki, ndugu Bashiru Ali, karibu sana kwenye kipindi hiki. Asante mzee. Lakini nimeona vile vile kwamba ni vizuri manake Mwenyezi Mungu anapokuumba wewe binadamu umekamilika, umshukuru mwingi. Lakini kuna wengine ambao hakukamilika, maskini, wanaweza kuwa wamekosa macho, labda masikio, lakini hawa wana akili timamu. Ndio huyu bwana Amon nimemuomba kwa sababu bado ni kijana, aje naye achangie mada hii kuhusu uhai wa nchi yetu. Ndugu Amon, karibu sana kwa kipindi hiki. Asante sana mzee wangu. Haya, mmenisikiliza mwanzo wa kipindi hiki, nimeanza utangulizi wangu. Sasa kwa mila zetu sisi watu wa nchi hii, yapo maamkizi. Tukienda misibani tunamkiana kwa neno hili, makiwani. Hivi kuvunjika kwa umoja wa taifa letu sio makiwa makubwa hayo? Ndugu Amon, hebu jibu swali. Asante sana. Umenielewa? Makiwani, sasa ukishavunja nchi sio ukiwa mkubwa huu. Ni kweli mzee wangu, ni ukiwa mkubwa ambao sio utakuwa mkiwa kwamba mmeondokewa na kitu ambacho wengine ndimo tulimozaliwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hizi nyingine nchi hatuzijui, tunasikia tu kwenye vitabu Tanganyika na Zanzibar, Jamhuri ya watu wa Zanzibar. Lakini kikubwa ni ukiwa ama ni jambo ambalo litapelekea, moja, usalama wa taifa letu kuteteleka; 2, umoja wa taifa kuondoka na kuchochea mafarakano. Kwa nini nalisema hili? Sisi muungano wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao msingi wake ni hati ya makubaliano mwaka 1964 iliyosainiwa na waasisi wa taifa letu hayati Mheshimiwa Mwalimu J.K. Nyerere na Mzee Karume, umeenda mbali zaidi kutoka kwenye muungano wa vipande mbili vya ardhi, yani Jamhuri ya watu wa Tanganyika na Jamhuri ya watu wa Zanzibar, mpaka kwenye mahusiano
ya damu na mashirikiano. Tunavyoongea mzee wangu, utakuta Mpemba yuko mpaka Morogoro, utakuta Mpemba yuko mpaka Mbeya, Iringa, ina maana mtu wa Zanzibar. Kadhalika utakuta Msukuma wa kanda ya Ziwa anaishi Unguja na ameshaloea na kwa mwenyeji ni kizazi na kizazi. Kwa hiyo sisi ni muungano ambao ni wa undugu zaidi. Sasa ikitokea kutokuwepo kwa muungano huu tuliouzoea, kitakachokufuata ni mafarakano, kitakachokufuata ni inaweza ikapelekea kuwepo na machafuko baina ya pande hizi mbili, na pia inaweza ikawa ni tatizo ambalo itafika wakati uwezi kumjua nani Mbara nani Mzanzibari, kwa sababu tumesha kuwa wamoja. Lakini licha hiyo imetupelekea kuwa na usalama katika nchi zote za Afrika, ukanda wa Afrika Mashariki, na hata nchi ambazo zilijaribu kuungana ukilinganisha na sisi kutokana na mmoja wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekuwa na usalama, kwa maana maadui zetu hawana mlango wa kuweza kuingilia, kutokana na huu muungano ambao umetuletea heshima kama taifa la kipekee katika Afrika ambao tumebaki na umoja na mshikamano. Kwa hiyo lolote likitokea linakuwa na athari nyingi zaidi. Na katika hili lazima tuseme ukweli. Wanasiasa hata kama watacheza na maneno kivipi, vyovyote vile hawana walali wa kuweza kusema kwamba tunaweza tukaondoka kwenye muungano wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao tunao ni ya serikali mbili. Yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao kikatiba kwa mujibu wa katiba mwaka 1977 inahusika na kuratibu na kusimamia masuala yote ya muungano na masuala yote ya Tanzania bara, pamoja na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambao kikatiba imepewa mamlaka ya kuratibu na kusimamia masuala ambayo si ya muungano ndani ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Sasa tukitoka kwenye huu msingi tulionao, itakachofuata kama ulivyosema, moja na moja haiwezi tena ikawa tatu kama wao wanavyotaka, ni moja na moja lazima ziwe mbili, ambao ndio msingi wa taifa letu. Nakushukuru sana ndugu yetu Amon, umefungua dimba vizuri. Wazee husema mwisho. Sasa namuomba sana ndugu Bashiru Ali naye aweze kuchangia labda katika utangulizi wangu au namna gani, na napenda niwatahadharishe wanajopo kwamba mko huru kupanua wigo wa mada hii, kwa maana tunakwenda katika mchakato huu wa uchaguzi. Kuna mambo mengi hapa, kwa hiyo mko huru kuzungumza kwa maana ya kujenga, kwa maana ya kusaidia na mawazo, kwa maana ya kuweka nchi yetu sawa. Ndugu Bashiru Ali, tafadhali. Asante sana kunialika kwa mara nyingine tena kushiriki kwenye kipindi hiki muhimu. Lakini kama ulivyotangulia kusema, kipindi hiki ni kisiasa katika nchi yetu, ni maalum. Ni kipindi ambacho tunaingia katika uchaguzi wa aina yake kwa kiwango fulani. Kwanza kwa sababu hivyo ulivyoviita vyama vya siasa, ukiacha CCM na hasa hivi vinavyounda Ukawa, napata tabu mimi kama mwanataaluma wa mambo ya sayansi ya siasa kuvielewa. Kwanza vimemteua mgombea wa urais ambaye nadhani hana muda sio zaidi ya miezi miwili sasa ameingia. Ni chini ya miezi miwili. Mgombea wake mwenza na ametoka CCM. Ingawa huyu mgombea wa urais, na singependa kutaja majina, hakuwa na nafasi kubwa sana. Alikuwa mjumbe wa halmashauri kuu sawa, lakini kwa muda wa miaka 8 ambayo amekaa nje ya serikali hakuwa na nafasi kubwa sana ukilinganisha na mgombea mwenza wake ambaye ametoka kwenye chama cha CUF kama waziri katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar na kama makamu wa mwenyekiti wa chama ambacho kinashiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Serikali ambayo imeundwa kikatiba kwamba chama kitakachokuwa cha kwanza kitachukua nafasi fulani za uongozi, kitakachokuwa cha pili kitachukua nafasi fulani za uongozi. Na nitakuja kueleza kwa nini nasema hivi ili niweze kuja kujibu swali lako.
Halafu baada ya mabadiliko hayo yanaweza yakawa ya afya kidemokrasia, kuchangamsha siasa kama tunavyoona kwa juu, lakini kuna tofauti kati ya unayoyaona Mzee Makwaiya na hali halisi. Leo daktari akinipima mie anaweza akasema, Bashiru, hata usiendelee na kipindi, pressure yako inahitaji hata drip. Lakini wanaonisikiliza wanaweza kadhani Bashiru ana afya njema. Sasa unaweza ukaona mabadiliko haya tunayoyaona ambayo unataja kama Ukawa ni kwa juu ni kiafya, ni afya ya kisiasa. Lakini ukitafuta kwa undani kuna maswali ya kujiuliza. Iweje mabadiliko haya ya maana kwa vyama vinavyounda Ukawa, kimoja kimpoteze katibu wake mkuu ambaye haonekani mpaka sasa hivi, nasikia amepumzika, na apumziki katika kipindi hiki cha kuleta hayo mabadiliko? Na hii nalisema kwa kiuchambuzi, kwa kweli sina ni maswali tu ambayo nataka washiriki wenzangu wananchi wachambue. Katibu mkuu ameondoka. Chama kilichotoa mgombea mwenza, mwenyekiti wake amesema mimi nakuwa mwanachama wa kawaida. Sasa napata tabu kusema haya mabadiliko ya kisiasa yanatupa imani kwamba vyama vyetu vinaweza kufanya kazi ya kujenga taifa, ambalo unalizungumza wewe hilo la muungano, kwa sababu muungano kwa kweli ni utaifa. Sasa kama vyama vinavyoshindana vinataka kuendeleza kazi ya kujenga taifa ambayo haijakamilika kusema ukweli, vimekaa mkao ambao unapata mashaka namna vinavyojipanga. Na hapa sitaki kuzungumzia CCM kwa sababu tutakuja mbele ya safari, tutakuja kuzungumza baadaye. Taabu ninayoipata, naona tunaanza safari ya kuingia katika siasa zinazoendeshwa na vyama vya siasa za kinasaba. Factional politics, factional political parties. Si vyama vya kiitikadi. Kwa sababu huwezi ukaingia kwenye chama kipya au muungano mpya kwa wiki mbili, mwezi mmoja, unatoka huku, mnapangana huku, mnapanguana huku, katibu mkuu anakaa pembeni, mwenyekiti anakaa huku, halafu ukasema hiki ni chama cha kiitikadi. Sheria hazizuii. Kisheria hakuna kilichoharibika, lakini kisiasa kuna maswali. Kuna mantiki gani hapa? Hiki ni chama cha siasa cha kujenga taifa kilichojipanga hivi kihesabu za muda mfupi, kama vile unatafuta mtaji au kwenda kwenye ndoa ya kuoza mtoto na kadhalika. Kwa sababu muungano tunaozungumza, ni vizuri Bwana Makwaiya tujue, umeundwa na vyama vya siasa vya ukombozi. Upande wa Zanzibar, ambayo ilikuwa ni jamhuri ya watu wa Zanzibar iliyotokana na mapinduzi ya Zanzibar, chama cha Afro Shirazi Party kilikuwa ni chama cha siasa za ukombozi. Upande wa bara, chama cha TANU kilikuwa kimepata uhuru hapa bila kumwaga damu, bila mapinduzi, Desemba 61. Kama Desemba 1961. Kama chama cha siasa za ukombozi. Kwa hiyo ni muungano uliozaliwa na vyama viwili vya siasa za ukombozi. Baadaye vimekuja kuunganika, ndio imekuwa sisi. Matarajio yetu kuingia katika mfumo wa vyama vingi hakutoi uhalali wa kuhama katika njia ya kuwa na vyama vya siasa za ukombozi, kwa sababu nchi hii haijakamilika katika shughuli ya kujikomboa. Sasa utata tunaoupata na maswali unayosema 2, 3, 1 mkataba, ni kwa sababu kusema ukweli, iwe CCM, viwe vyama vya ushindano na vyoviita vinavyounga Ukawa ambavyo ndio vinashindana sana, hakuna chama kinachoweza kuzitambulisha kwamba kiko tayari kufanya kazi ya siasa za ukombozi. Vyote ni vyama vya kinasaba, factional politics.
Huo ndio msingi na mzizi wa tatizo tunaloliona, ambalo haliondolewi kwa tamaa ya muungano kwamba tutafarakana kama mwenzangu anavyosema. Twende pole ndugu Bashiru Ali. Unatazama ni watu ambao si werevu sana, rais wananchi wenzetu hawa. Hasa ukisema ni vyama vya umesema factional, yeah. Ndio nini? Factional political. Vyama vya metumia neno kinasaba kwa maana yake ni vyama vya watu ambao mshikamano wao sio wa kiitikadi, hawayaamini katika jambo fulani la kujenga nchi. Ni jambo la kukamata madaraka ya nchi. Hiyo ni ndugu Bashiru Ali, ni point nzuri sana hiyo umezungumza, na itakuwa katika maongezi yetu. Kwa maana ya duniani kote watu huingia chama cha siasa kufuata itikadi ya chama hicho. Je, itikadi kama itikadi imo kwenye vyama vyetu, kiwe chama tawala au vyama hivi vya ushindani, kuna itikadi mle? Manake hata nchi za Ulaya vyama vina mlengo wa kushoto, mlengo wa kulia, wana left wing, right wing, ni wanajua lakini una maana ya itikadi. Sasa vyama vyetu hivi vyote kuna itikadi mle siku hizi kuanzia chama tawala? Vyama vyetu, na hapa nazungumza kwa muktadha wa Afrika, vyama vya asili katika Afrika havina chimbuko la vyama vya Ulaya unavyovisema na Marekani. Kwa sababu vyama vyetu hapa vimeanzishwa, ngoja nifafanue. Vimeanzishwa kwa sababu ya kujikomboa dhidi ya ukoloni. Kutoka ukoloni, ndio. Kwa itikadi yao na dira yao ilikuwa ni ukombozi. Ndio. Na ndio maana vimechukua hata karibu ya kuwa na ujamaa. Ulaya ni historia nyingine. Vyama vyote vya Ulaya, hiyo mnaita kulia kushoto, ni tofauti tu za kimsimamo, lakini vyote ni factional political party, sio itikadi. Afrika hatuwezi tukajilinganisha na hizo nchi. Afrika kwa mazingira yetu na historia yetu, vyama vyetu vimeanzishwa. Kwenye mada yetu sasa tunazungumzia vyama vyetu ambavyo unasema baadhi yake vimo katika mtindo wa unasaba. Sasa elezea vizuri hilo la unasaba. Vinaweza vikajinasabisha kwa makundi, na ndivyo tunavyoona kwa makundi, na makundi katika jamii ambayo inataka kujenga taifa. Unasaba na ukabila. Nataka kuja huko. Wakoloni hawakujenga mataifa. Wakoloni waliwagawa watu wasiwe na nafasi ya kujenga mataifa. Mataifa ni matokeo ya mapambano ya ukombozi. Iwe Tanganyika, iwe Zanzibar, iwe Tanzania iliyoungana na Tanganyika na Zanzibar. Kwa hiyo kazi ya kujenga taifa haikufanywa na mkoloni. Imefanywa katika njia ya kutafuta uhuru, na baada ya kupata uhuru ndio vyama ninavyovisema hivyo. Na kazi ya kujenga vyama hivyo vya ukombozi ni kuacha mtindo wa wakoloni wa wagawe watawale kikabila, kidini, kimaeneo, na wakati mwingine hata kimaumbile. Umbile fulani watakuwa maaskari, umbile fulani watakuwa manamba wa kukata korosho, kukata mkongwe. Vyama vya ukombozi kama Afro-Shirazi Party na tano vilitaka kuondoa watu huko. Leo vyama tulivyo navyo, nikivisikiliza vyote, vimetoka katika msingi huu. Kwa hiyo ni vizuri tujue haya tunayoyaona na hatari iliyopo ya kuvunjika kwa taifa. Ama ziwe 3, ama ziwe 4, au iwe mkataba, msingi wake ni huo. Tumetoka katika njia ile ya wazazi wetu, mababu zetu wapigania uhuru, ya ukombozi ambao hujakamilika, ukombozi unaohitaji mshikamano wa dini zote, wa makabila yote, wa watu wa matabaka yote, na hasa wale wanyonge, kutetea uhuru wao ambao wakati wowote tu unaweza ukapotea. Na kwa kweli uhuru huo umeshapotea. Kwa hiyo naomba mimi niishie hapo tu, kwa sababu wenzangu na wenyewe wangechangia. Ninachosema hapa, hatari iliyoko mbele yetu ni kuvishabikia hivi vyama vya siasa za kinasaba, kana kwamba nchi hii haijawahi kuwa na vyama vya siasa za ukombozi. Ndugu Kitine, mzee Kitine, umemsikia kijana huyu katikati, na wewe una mchango gani katika hayo, ama hayo aliyozungumza, au kadri unavyoiona picha nchi kwa ujumla?
Sasa sijui tutazungumza kwa sababu unaona kama ndugu zangu wamemaliza yote ambayo mzee usema mwisho, maana mzee ana hekima. Hapana, hekima tunayo wote kwa kweli. Kwa sababu waliotangulia ni watu wazima vya kutosha. Sasa nataka niongeze tu yaliyosema na wenzangu hapa kwamba hali ya sasa ya political management ambayo inazungumza habari ya vyama tulivyo navyo, na hivi vyama tulivyo navyo naona kuna vyama zaidi ya 20 sijui nadhani vitazidi kuongezeka vingine kwa kufuatana na hali halisi kwamba vyama vitakuwa na uhuru wa kuanzishwa vingine na vipya. Sasa huko mbele naona hatari ambayo tunayo sasa. Kwanza nadhani hii agenda ya ukombozi kama alivyosema hapa Dr. Ali haiko sasa, kwa sababu ukombozi ule ulishwa, vyama vya ukombozi vilikwisha ukomboa nchi zetu karibu zote katika Afrika, lakini sasa ukombozi ni mwanzo wa ujenzi wa taifa lolote, mataifa yote. Sasa wasiwasi wangu sasa hivi vyama vyetu haviko kwenye ukombozi, na ukombozi sio maana yake wakoloni kishaondoka basi tumejikomboa. Hapana, ukombozi ni kukomboa mfumo wa kikoloni wa kuendeleza nchi, na in fact mfumo wa kikoloni haukuwa na agenda ya kuendeleza nchi, kwa maana ya kuendeleza wananchi wa hizo nchi wanaohusika. Mfumo wa kikoloni ulikuwa ni kutawala, kugawanya watu na kuchukua rasilimali na kuzipeleka kwao. Na ndio maana manchi yao na majiji yao yote makubwa ya nchi zilizotawala wenzao wana vitu vingi, masanamu, mambo mengi ambayo yanatokana na makoloni ambao walikuwa wanatawala. Kwa hiyo ajenda yao hakukuwa na agenda ya kutawala na kuwasaidia wale watu walikuwa wanatawala. Hapana, ilikuwa ni kutawala na kusaidia utajiri wa nchi zao. Walikuwa ni wanyonyaji tu walikuwa na ndio maana viongozi wetu wa kitaifa katika continent lote, katika bara lote, walifanya kazi ya kujikomboa, kuwakomboa wananchi wao ili waweze kuendeleza na kuendesha maisha yao kama wanavyoendesha wao wakoloni huko kwao. Maisha wa raia wa kikoloni ni tofauti kabisa na kwetu. Wameendelea kwa vigezo mbalimbali na sababu mbalimbali, hiyo sayansi na kuendelea na kusoma na elimu nzuri zaidi, lakini pamoja na unyonyaji wa nchi za walizotawala. Na mpaka sasa hivi wanaendelea kutunyonya, lakini style imebadilika. Na style imebadilika kabisa, kwa maana hawawezi kuja wakagawanya watu wala wakachukua wanyama sijui wakachukua vile vitu wakapeleka kwao. Hapana, haiwezekani, kwa sababu wanajua itakuwa ni matatizo. Tutajaribu kugombana. Sasa kadri tunavyokwenda, na hii mimi inanitisha sana, kadri tunavyokwenda huko mbele, hii agenda ya ukombozi na kuboresha maisha ya wananchi wa nchi zetu, mimi sioni kama iko, naona inapungua. Sasa hivi naona wanasiasa tu kila mmoja anataka hivi na usanii mwingi tu. Sasa nasema tu uko mbele ya safari, na naona mimi nadhani ni mkubwa kuliko nyinyi karibu wote hapa watatu. Ninaona hali ilivyo sasa ni tofauti kabisa na vile ilivyokuwa huko nyuma. Mimi niko nasoma shule za msingi, middle school, niko naenda shule za kati na sekondari, mpaka tunamaliza shule na kuanza kufanya kazi. Kulikuwa hakuna Kiswahili tension nini. Kulikuwa hakuna
kulikuwa kuna tension, kulikuwa kuna yani hivi sasa hivi kila mtu ana wasiwasi. Sasa ni kwamba watawala kwa maana ya sisi, na mimi bahati mbaya nimewahi kuhusika na siasa, tumeacha zile agenda za kuwasaidia Watanzania na wananchi, sio Watanzania tu, pengine na wa Afrika wengine, kujua kwamba hawa viongozi wetu wako hapa kwa sababu ya kutusaidia kujaribu kuboresha maisha yetu, kubadili maisha yetu ili yawe hayawezi kuwa sawa na maisha ya watu wa Ulaya, Marekani kwa sasa hivi. Lakini agenda ya viongozi inatakiwa iwe ni kusaidia wananchi wabadilishe maisha yao. Sasa hivi hali ngumu. Sasa naona watu wetu wengi wanaomba barabara. Na kina mama na watoto wamebeba watoto wanaomba barabara. Hii kitu haikuwako sana kuna. Sasa mimi inawezekana nimevuruga mambo yako, lakini naonyesha kosa nzuri, hujavuruga chochote. Ndugu Bashiru Ali, umezungumzia kimsingi, umezungumzia ukoloni mamboleo na ubeberu. Lugha ya ukoloni mamboleo na ubeberu sasa haipo. Tukiangalia kisiasa katika nchi zetu za Afrika, kumekuwepo na njama za nchi hizi za wakubwa wa dunia, zamani tukiziita nchi za mabeberu, kuviondoa katika utawala nchi ambazo zimekuwa zinajihusisha na ukombozi. Ndio ulioita wewe vyama vya ukombozi. Ndio ilikuwa kwa hapa Tanzania bara 5 na visiwani kulikuwa na Afro Shirazi Party ASP. Lakini ipo agenda, kama mnaona tukazungumza hilo, ipo agenda wa nchi za wakubwa kuziondoa hizi vyama hivi, kuvitoa ili vyama viji vingine. Lakini palipokuwa kwanza, kwa nini lugha ya ukoloni mamboleo sasa haipo? Ubeberu haupo. Sasa ni utandawazi, si utandawizi, sijui hata Amon atanisaidia hapo. Ni nini sasa? Na hilo moja, upande mmoja. Upande wa pili, na ndio msingi wa mada yetu, umoja wa kitaifa wa nchi yetu. Mada hii ukifufua Utanganyika, utaifa wa Tanzania utabaki? Kikweli ndugu mtangazaji, ndugu Makwaya, kwanza mzazi wangu ni kwamba kama ulivyoeleza kuhusu hawa walio tutawala enzi hizo na namna ambavyo wamekuwa kibadilisha mifumo kwa lengo la kukidhi matakwa yao, tumesoma imekuja kwa beberu, ikaja ukoloni mamboleo, new colonialism, sasa ni utandawazi, globalization, na sisi tunakumbatia, tunaenda nao. Lakini kimsingi wao wanatafuta namna ya kuweza kuendelea kutunyonya kwa misingi ambayo tunasema ni uwekezaji, na kibaya sana unakuta na mifumo yetu na viongozi tunaokuwa nao kwenye nchi zetu hawajalingamua kwa mapana. Matokeo yake tunaangalia ni huduma za kijamii zimekuepo, tumepata mlahaba 3-4, lakini asilimia kubwa wanachukua wao, tunaachiwa mashimo. Asante sana ndugu yangu Amon. Ndio. Ardhi yako, madini yako, kweli unapata mrahaba anapewa Amoni, mwandishi wa kitabu, Makwaya mwandishi wa kitabu, kwa sababu hana hela za kumpa printer publisher. Hasa wewe ardhi yako, kila kitu chako, wewe unapewa mrahaba. Endelea, pointi nzuri sana Ndio, na ndio maana mimi hekima ya Mwalimu Nyerere nilipenda sana kwamba tuandae kwanza watu wetu waweze kungamua ndio tuje kufungua hii milango. Sasa sisi tulifungua milango bila kutathmini vya kutosha athari zake, na bado tumeingia na tunaendelea kuingia. Sasa huu ni mfumo wa wazungu kutunyonya sisi, na katika hili tunahitaji kiukweli kiongozi mwenye uwezo wa kufanya maamuzi magumu kuanzia tuliko, kwa kulinda rasilimali tulizo nazo, kwamba mikataba tuliyoingia inatosha. Sasa tuangalie hizi tulizo nazo tunaweza kunufaika kivipi kwa ajili ya maslahi ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo, lakini pia kutafuta namna ya kuingia katika majadiliano. Hata hiyo mikataba mikubwa ya miaka 99 ambayo tumeona rasilimali zetu zikiondoka, na kibaya mzazi wangu ni kwamba huyu anayekuja kuwekeza bado unakuta anafungua kampuni nyingine kule kwao, hiyo yenyewe ndio inayoamua juu ya bei ya dhahabu yetu kwa mlango mwingine. Kwa hiyo yeye ndiye anajua bei, ndiye anajua kichochimbwa, nyie mnabaki kupokea kidogo kidogo. Lazima hapa tumpate kiongozi, na niseme rais mwenye uwezo wa kuchukua maamuzi magumu. Na
Sasa kuhusiana na tatizo ambalo ni yetu hapa ndani, ni viongozi tunaowapata ambao imejengeka sana kwa Tanzania kulazimisha mimi niwe kiongozi. Matokeo yake unaingia makubaliano na wafanyabiashara, unaingia mikataba iliyojificha na mataifa ya nje kuja kuihujumu nchi yetu. Mzazi wangu, kama wewe unalazimisha au mimi ninalazimisha niwe fulani, ina maana yote atakayeniunga mkono katika hili nitaenda naye. Matokeo yake nikisha ingia pale siye mimi mwenye maamuzi. Na hapa niongee na Watanzania na hasa vijana ambao tunashabikia wimbi la kumshabikia mtu hata pasipo kuangalia historia yake wala itikadi aliko, kwa sababu tumetoka kwenye mfumo wa kujiungamanisha na itikadi ya vyama. Tunamshabikia mtu na uovu wake na udhaifu wake, tunasema huyu. Sasa hii inatupeleka kubaya, kwa sababu hawa wanaingia makubaliano na watu fulani na wafanyabiashara kwa ajili ya kulinda maslahi. Kwa hiyo hata akiingia mtu wa namna hii kwenye madaraka, hatuwezi kuona tofauti ya maisha, kwa sababu atabanwa na waliompeleka madarakani. Na hiki ndicho kilicholeta athari kwenye taifa letu, makundi na kuambatana na mtu fulani. Sasa haya makundi, ili mfanikiwe na saba ili mfanikiwe kuingia madarakani mahali fulani, lazima mtafute watu wa kuwaunga mkono. Na hawa ni watu wenye biashara za uovu za madawa kulevya, wanaoiba rasilimali za misitu na wanyama hapa nchini, ambao walipi kodi na ni wafanyabiashara wakubwa. Sasa wakiunga mkono wewe, lazima ukiwa madarakani huna namna ya kuwadhibiti. Na kama ukiangalia kwa makini kwa jicho la uchambuzi bila ushabiki kwenye mchakato wa uchaguzi unaoendelea, haya ndiyo yanayoendelea. Ni mtu, mfano mimi nitajitolea mfano, nigombea jimbo la Kawe. Sikufanikiwa kuchaguliwa mbunge, lakini siwezi kulazimisha kwamba lazima niwe mbunge kwa kuona basi hapa nimenyimwa niende mahali fulani, wakati tumeweka taratibu, tumekubaliana ziwepo, na hizo taratibu zimekuwepo, zimetulea kwa zaidi ya miaka 30. Ama ukiwa kiongozi na umefanikiwa kuingia mahali fulani, leo hii unasema taratibu hizo hazifai, unalazimisha kuwa madarakani, hata kwa kubaka demokrasia, kwamba hata ulikohamia unaenda pale unanunua viongozi wa pale, unanunua chama unakika mfukoni ili wewe uwe rais. Matokeo yake ni wewe umeenda kwa malengo yako. Na hapa hamna chama. Kiukweli pale, mfano lazima nitolee mfano, Ukawa. Pale hamna chama. Kuna taasisi mbili ndani ya Chadema. Kuna huyu aliyeenda anataka urais kwa hela zake na mbinu zake, na chama. Sasa na chama kimekubali kununuliwa. Sasa kuna vitu vile, hata kama wakiingia madarakani ndani ya mwaka, ni mgogoro mkubwa ambao ni hatari kwa taifa letu. Lakini kikubwa nikiangalia Ukawa yenyewe ambayo ilizaliwa tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka jana, kutokana na mchakato wa utunzi wa katiba mpya, ambayo mchakato wa utunzi wa katiba ambao sasa kulikuwa na pande mbili zinazotaka kwamba tuendelee na muungano wa serikali mbili tulionao ambao ni Tanzania, na wale waliokuwa wanataka kuwepo na serikali tatu, ina maana ya muungano ya Tanganyika na ya Zanzibar, ambao sasa ndio naenda kwenye swali lako. Je, haya yakiwepo, je tutaendelea na umoja wa kitaifa na muungano? Kiukweli hakuwezi kuwepo mmoja wa kitaifa la Jamhuri ya Tanzania, kwa sababu lile ni kaburi la muungano. Ukisha mwacha Tanzania, kaburi la muungano, serikali tatu ni kaburi la muungano na umoja na mustakabali wa taifa la Tanzania. Sawa. Kwa nini nayasema haya? Ukiangalia, ukisha mwachia huyu Tanganyika awe na rasilimali zake na mavyombo vya usalama na ulinzi ndani hivi mnaita polisi, ukamwachia Zanzibar hali kadhalika hawe na mamlaka juu ya vitu vyote, wewe ukajidai kuwepo na serikali ya tatu ambayo ihusike na mambo ya nje na itegemee michango kutoka kwa nchi washirika, siku Mzanzibari akiamua mimi sichangi, hamna serikali tena pale ile. Au wakagombea kina mama tu, ama wakagombea, yaani ya tatu haipo, kwa sababu ni kitu kinaelea kina mashiko. Na katika hili niseme ukweli, kuna watu wamejidai kwa sababu ya kulazimisha kutaka madaraka, analazimisha awe rais, ameenda kwenye hii kutafuta wadhamini Zanzibar, anasema ataleta serikali tatu. Lakini na nitafurahi siku moja walike watu waliokuwa tume mabadiliko ya katiba, huyo mtu ilipotoka rasimu ya kwanza ikiwa na serikali tatu akaiunga mkono, ilipotoka rasimu ya pili ya ile tume ya mabadiliko ya katiba akawauliza, ina maana huyu serikali ya tatu, huyu rais wa serikali tatu madaraka yake ni yapi? Wakamwambia huyu atakuwa anaenda New York na AU kule kwenye nje, lakini inapokuja Tanganyika mafuta na nini hana madaraka nayo.
Akasema kadhalika Zanzibar. Jamal, hebu anza kuweka hotuba ya Kambarage bwana. Mambo yameanza kuwa matamu hapa. Sasa wakamwambia, je, ukiwa rais wa Tanganyika, akawauliza, anamwambia wewe ukiwa rais wa Tanganyika ni mtu wa Mwanza, Mtwara, ni hapa tu na faida ni mafuta, lakini nje utaenda. Akasema hapana. Cha msingi unganisheni Tanganyika na hii ya muungano tupate serikali mbili. Huyu ambaye leo anawadanganya Tanzania kwamba ataleta serikali tatu na ameungana wao kwa jina hilo la UKAWA ambao msingi wake ni umoja wa katiba ya wananchi wanavyojiita wao. Leo hii anawadanganya wakati wa mchakato wa bunge wa katiba, tukiwa kwenye bunge la katiba na hata kabla haijaanza, huyu anayegombea urais kwa UKAWA ndiye aliyekuwa engineer, architect taratibu zote za kwamba tuende kwenye serikali mbili kwa sababu ili huyu rais aweze kuwa na madaraka ya kutekeleza. Umesema vizuri sana. Sasa watazamaji, tumsikilize muasisi wa taifa hili. Ameongelea mambo mengi sana, hasa jambo hili la muungano. Mpaka anaondoka duniani alikuwa anataka tuwe na nchi moja inaitwa Tanzania. Moja sio tatu, mbili. Tulikuwa nalo. Maana yangu kwamba ninaweza kusema kwamba tulikuwa nalo. Tulikuwa tatizo hili la hoja ya kutaka tuwe na serikali ya Tanganyika. Naipinga, mnajua hivyo, ingawa kuna watu wanataka kunipotosha msimamo wangu. Naipinga kabisa serikali ya Tanganyika kwa sababu naamini kabisa madhara yake yatakuwa makubwa kabisa kwa nchi yetu. Tena naamini kabisa kwamba yanaweza kuwafikishia mahala mkawa kama Rwanda kama mkiendekeza mambo ya kijinga namna hii. Mtapata taabu sana. Mtakuwa na serikali ya tatu, mnaielezaje? Kwa hiyo mimi naipinga, lakini zikapita taratibu, tukafika mahala katika kikao kimoja Dodoma ambacho kilikuwa na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi, Baraza la Mapinduzi Zanzibar, serikali ya Mapinduzi, serikali ya muungano, na wabunge na baraza la wawakilishi na wabunge wote. Wakasema afadhali tuwaulize, basi angalau tuwaulize wanachama wa CCM wanasema nini. Wanachama wa CCM wameulizwa, wametoa maoni yao, yametangazwa juzi na halmashauri kuu ya taifa, mnayajua vizuri. Matumaini yangu ni kwamba kwa kweli vyombo vyenu angalau vile vyenye nia njema mtajitahidi maoni hayo ya wanachama wa CCM yaeleweke, yajulikane. Watu wenye nia njema watataka hivyo, maoni ya wanachama wa CCM yajulikane. Wametoa maoni wanachama 1,300,000 na zaidi. Si wachache hao. Kama nia ni kujaribu kuona sampuli ya maoni, kuuliza watu 1,300,000 wakatoa maoni yao, si sampuli ndogo hiyo. Katika nchi zilizoendelea siku kitu inaitwa opinion poll, wanaulizwa watu wachache sana, wanaulizwa watu labda 1,000 sana 2,000 na waulizi wengi zaidi. Hawa ni 1,300,000 na wametoa maoni hayo. Mimi naamini kabisa ni maoni yanayowakilisha Watanzania, kwa sababu Tanzania watakuwa na interest ya serikali tatu iwafai nini. Nadhani ni maoni naamini kabisa kwamba ni maoni ya Watanzania. Sasa nasema hayo ndiyo maoni yao. Nasema hao walioulizwa hao 62, karibu 62% wanasema tubaki na serikali mbili. Karibu kama 29 hivi kwa mia wanasema tuwe na serikali tatu. Tuwe na serikali moja, kama 8 hivi kwa mia au zaidi kidogo wanasema tuwe na serikali tatu, ambapo hapo ndipo tulipoanzia, ndio ambayo ilidhaniwa. Nyinyi hodari, watu wa magazeti ni watu hodari, mna power kubwa. Maana kwa power zenu watu walicharuka, nikashangaa kabisa, kwa sababu magazeti yalichochea sana jambo hili, kwamba nyinyi wabunge wanataka utanganyika, na mtu yoyote ambaye hatakubali mambo hata support Tanganyika basi uchaguzi wa 95 watu hawarudi.
Watu wakaona tusipo support tunaachwa katika mataa. Maana ndio nasikia Kiswahili. Kumbe mambo yenyewe ndio hivyo. Basi wakajaruka watu wengi tu pamoja na serikali. Tukashtukia hata serikali wametugeuka serikali. Kijana yule umemsikia anaambia vijana wenzie ameongea vizuri. Na wewe unasema nini? Maana umemsikiliza mzee wetu, unamfanya naye kazi wewe. Na unaiona nchi ilikotoka na sasa. Tumekuwa na serikali mbili toka mwaka 64 mpaka sasa hivi. Na katika serikali mbili hizo kumetokea terminology, kwa Kiswahili terminology ni nini? Msamiati wa kero za muungano. Na hii ni jambo la kawaida kabisa, kero za muungano. Na kero hizo za muungano kwa kufuatana na ninavyoweza kukumbuka mpaka sasa hivi ziko, hatujazimaliza. Sasa hatujamaliza hizi kero za muungano, tunaamua kuanza serikali ya tatu, tuiongeze ya tatu. Mbili kero hatujamaliza, na tatu kero. Sasa sijui kama tukianzisha, inawezekana, sijui, mimi sina uwezo pekee na kuelewa kufika huko. Inawezekana kuanzisha serikali tatu, basi ndio tutamaliza kero zile zote hizi za serikali mbili, halafu na zikiwa tatu kutakuwa kuna kero, labda, sijui. Lakini kuelewa kwangu kidogo, mimi nadhani tukianzisha serikali tukawa tunazo tatu, kero nazo zitaongezeka. Kama serikali zinavyoongezeka kwa tatu, na kero nazo zitaongezeka kwa nyingi zaidi. Mwalimu alikuwa anasema, mwalimu huyo alikuwa anasema hivi, ongeza sauti kidogo. Anasema Tanganyika ni kama tembo. Nyama tembo. Anatembea kubwa. Kubwa. Halafu Zanzibar ni na wananchi wa Zanzibar watanisamehe kama hawezi kupenda sana, lakini nadhani ndio kweli. Akawa anasema Zanzibar ni kama sisimizi. Sisimizi anapomtembea tembo kama hivyo, anatembea wala hasikii, hahisi kama sisimizi anamtembea. Kwa hiyo hii kitu ya kuzungumza kusema sijui Tanganyika tunawapa Unguja sijui nini, umeme sijui nini, haya mambo kwa kweli inatakiwa tuongeze zaidi, kwa sababu Zanzibar ni uwezo wake ni mdogo na nchi ni moja, na tukitaka kusaidia kusukuma zaidi umoja wa taifa letu, haya yote ambayo Zanzibar tunawapa hayatoshi. Tujaribu kuwasaidia zaidi, kwa sababu ni ndugu zetu hawa. Na kama wao watakuwa na uwezo wa kutusaidia, na haiwezekani wakawa na uwezo wa sisimizi akawa na uwezo wa kumsaidia tembo, haiwezekani. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kusema tumewapa sijui tunawapa nini umeme sijui nini vitu bure, hawalipi kodi nini. Tuachane nayo. Tukitaka umoja wa kitaifa, tuachane na mambo ya kudai mambo madogo ambayo Zanzibar wanapata kwa sababu ni watu wadogo. Na umoja wa kitaifa huu hauwezekani kama kuna fujo nyingi zaidi. Kwa serikali tatu ni kuongeza fujo tu, kuongeza kero. Sasa na kero zikizidi na serikali zikawa nyingi, umoja wa kitaifa hauwezi kupatikana. Umoja wa kitaifa, in fact, kama ingekuwa inawezekana, umoja wa kitaifa ungekuwa perfect, ukawa ni umoja wa kitaifa, tungekuwa na serikali moja. Lakini hiyo haiwezekani kwa sababu za kihistoria, na kwa sababu bara mtaonekana mnawameza Unguja na hawezi kupenda. Na hii si sahihi. Huko mbele ya safari, kama Mungu atatujalia tukawa na uwezo mzuri wa kwenda kuona umuhimu wa nchi yetu kwa nchi moja na serikali moja, basi tunaweza kufika kwa mbele. Lakini kwa sasa, kwa kweli, hali halisi nzuri ya serikali mbili kwa sasa, ili tujaribu kupunguza hayo makero ya serikali mbili, alafu baadaye ikiwezekana hayo makero yakipungua ikaja kwa serikali moja, itakuwa ni jambo zuri sana. Kama Mungu inaweza kuchukua miaka milioni. Marekani wana majimbo 53 mpaka sasa hivi bado wana matatizo mengi tu.
kuna nini hizo states majimbo yao mengine wana, kwa mfano adhabu ya kunyonga, wengine wananyonga watu wanaoua wenzao, wengine hawanyongi, wengine sio wanafanya nini, na makero hayawezi kuisha. Kwa hiyo tujaribu kwanza tuelewane, tupendane, tujue sisi ni Watanzania wote, na tuweze kuendelea huko mbele ya safari tukiwa tunapendana na kuabudiana, kuwa watu wa moja. Sasa hivi hali hiyo inapotea kabisa. Nimewahi kusema hapa siku moja, nakumbuka uliniwahi kuniuliza swali, hali inapotea hivi sasa hivi Watanzania hatuaminiani kabisa. Unapata ajali njiani, wanakuua, wanakumaliza, wanachona chupi, wanachukua na kila kitu, wanaondoka na kwenda. Zamani, sio zamani, wakati huu mimi mtu mzima kabisa, ulikuwa unapata ajali, wanakuja wanakijiji, wanaangalia gari yako pale, wanakusaidia, kama umeumia unapelekwa hospitali, ukipelekwa hospitali mpaka polisi wanakuja, wanapima ile ajali, alafu unaendelea, kila mtu anaondoka. Hakuna hiyo. Vituo vya polisi vinavamiwa, mnakutana, sawa, mnakutana barabarani, mnatiana mashaka. Yaani unamuona mtu kama adui, yeye anakuona wewe kama adui. Hamfahamiani, hamjuani. Hii maana yake confidence imekwisha katika utaifa wa nchi yetu. Na hii ni tatizo kubwa sasa. Kuacha matatizo mengine mengi tulionao, mengi uweze unaweza kukaa mpaka kesho tuna matatizo tulionayo. Yamezidi sasa pengine kuliko ile ilikuwa huko nyuma. Lakini sasa umoja tutaupata vipi kama tunazidi kuongeza kero hizi, tunazidi kuongeza nationalism tu ya ambayo pengine haina maana kwa nchi yetu. Kwa kweli kama tukiweza turudie ilivyokuwa huko nyuma, isije kupendana watu Tanzania na kuheshimiana, kujuliana hali na kujuliana hali ya watoto na nini, alafu mnajiona kama ni kitu kimoja. Na ilikuwa hivyo kwa kweli. Lakini yote hii inategemea hali si nzuri sana sasa. Sisi tunafuata viongozi na watongoza. Asante sana ndugu Kitine. Ni matumaini yangu nimejibu swali lako. Nadhani ndugu Bashiru Ali, naona wakati anasema mzee wetu mzee Kitine alikuwa anatikisa kichwa kwa maana anaona afiki. Labda kuna kitu nataka kuongezea na wewe katika haya aliyozungumza mwenzetu mzee Kitine na kijana wetu pale wanaama. Mimi nadhani kuna sentence mwalimu amezungumza mbili. Ya kwanza akasema ikifufuka Tanganyika naona hatari zaidi. Na hatari hizo ameziandika kwenye watu wanaosoma vitabu vyake. Kwa bahati mbaya pia tuna tatizo hilo la kutopenda kusoma. Mwalimu ameandika vizuri sana, ukiacha hotuba kama hii ulioionyesha, kile kitabu cha uongozi wetu na hatima ya Tanzania. Ndio. Alafu ametunga tenzi inaandikwa Tanzania. Ndio. Amefafanua vizuri sana. Nadhani mahala pa kuanzia mimi nimezinukuu kwenye kile kitabu changu cha CCM na mustakabali wa nchi yetu. Sasa nakwambia watu hawasomi. Ndio. Na nadhani kipindi hiki tungejielekeza zaidi kujadili chimbuko la kwa nini tumefika hapa, kuliko kuzungumza hizi dalili ambazo zinatuumiza na kututisha kama anavyosema mzee Kitine. Sio yeye peke yake. Unaweza ukasema ni mzee, lakini hata sisi vijana wenyewe tunaogopa mwelekeo wa siasa hizi za kuchonganishana ili tuvunje nchi kwa mikono yetu wenyewe. Na hiyo ndio hatari mwalimu aliyokuwa anaiona, kwamba mkishavunja Tanzania hamtakuwa na Tanganyika wala hamtakuwa na Zanzibar. Sawa. Hatari hiyo haijaondoka. Hali imekuwa mbaya zaidi. Mwalimu anazungumza hayo miaka ya 90 na anavitaja vyombo vya habari na magazeti kwa uchochezi. Wananchi wasikubali mwelekeo wa mshikamano, wanunue siasa za chuki za wanasiasa aliowaita walevi wa madaraka. Ulevi wa madaraka wa wakati huo miaka ya 90 umeongezeka. Kwa hiyo hatari ile haijesha, imezidi. Kataja nia njema, kwamba wale wenye nia njema, viongozi wenye nia njema, hili linazungumzika na mnaweza mkatatua kero. Viongozi wa nia njema pia hatunao. Umeelewa? Kwa hiyo mimi huo ndio mchango
mchango wangu, lakini nigusie tatizo la kutosoma kwa vijana na ujinga tulionao wa historia ya taifa hili. Makoe ni mwalimu pale na miaka 10 kwa kufundisha. Sasa mwaka wangu wa 10. Ndio. Fundisha Mzumbe, nimefundisha chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ndio. Nikupe mifano miwili. Nilikuwa namsimulia mzee Kitini, hakuamini mpaka Mungu ameniletea mfano akaamini yeye mwenyewe. Nimewahi kuwauliza wanafunzi wangu mwaka wa pili, walikuwa 30, chuo kikuu hapa Dar es Salaam. Mwaka wa pili wanasoma sayansi ya siasa, wala hawasomi uinjinia, uhandisi, wala hawasomi udaktari. Siasa. Mtu anaitwa Samora Machel alikuwa nani? Kati ya wanafunzi 30, 16 hawakujua. Wacha. Wanafunzi wa sayansi ya siasa mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam, kati ya 30, 16 hawakumjua Samora Machel. Mwaka huu tunaozungumza, na nadhani kama Mungu atajalia waone kipindi hiki, wengine wanaweza wakawa wanasema mwalimu anasema ukweli, siwezi nikawa nawasingizia mimi. Mwaka huu wa uchaguzi tuko darasani, darasa la semina kuhusu utumishi wa umma, somo la utumishi wa umma Tanzania. Mwanafunzi mmoja akatoa mfano wa 5 na mchango wake katika Africanization, kujaribu kubadilisha ule mfumo wa utumishi wa umma wa kikoloni uwe wa kitaifa. Akataja 5 kwa ufupi. Sasa nikasema una maana gani, kwani kirefu chake ni nini? Huyu aliyetaja 5 hakuweza kusema kirefu cha 5. Mwaka wa 3, mwaka huu. Nikasema amoni upo. Ngoja basi ni waulize wengine. Nani anajua 5? Darasa la wanafunzi 29. Hakuna aliyeweza kusema 5 kirefu chake ni Tanganyika African National Union. Leo tunakusubiri tuingie kwenye kipindi, wameingia wanafunzi hapa wa kidato cha 5 na 6 kuja kuangalia mnavyoendesha mambo hapa. Leo hii tuko hapa. Nimeona kanisalimia yule anayewaelekeza, akatutambulisha, akanitambulisha mwalimu, akamtambulisha mzee. Nikasema Mungu umenisaidia. Vijana kama 40 hivi. Mmesoma form 5 form 6 Nani anamjua Samora Machel? Wote hivi. Na hao ndio watakao kuja mwaka kesho pengine waje niwafundishe chuo kikuu cha Dar es Salaam. Ili mimi nianze kufundisha mtu aliyetoka darasa la kwanza mpaka kidato cha 6, Samora Machel 5. Huo ndio ujinga hatarishi ninaouona, bomu la kulipuka wakati wowote. Tunacho kizazi hakijui historia. Unamweka mwalimu hapo, kizazi kinachotaka kupiga kura, kinachoambiwa kazi tu, kinachoambiwa mabadiliko, hakijui Nyerere kwa nini alikataa Tanganyika na hoja zake zimeandikwa wapi. Hapo ndipo tulipo. Kwa hiyo tusihangaike na tulipoanguka, tuhangaike na tulipojikwaa. Na eneo moja kubwa sana tumejikwaa, tumeua mfumo wa elimu. Elimu ya kutueleza sisi ni nani, tumetoka wapi, tuko wapi, tunaenda wapi, ili tuweze kuchagua. Anayesema mabadiliko anamaanisha mabadiliko ya kujenga nchi na kuimarisha, au mabadiliko ya kuivunja? Anayesema hapa kazi tu ni kazi ya kujenga nchi au ni ya kuvunja nchi? Mwalimu alifanya kazi hiyo kama mwalimu, kama msomi, kama mwanafalsafa, lakini kama kiongozi wa taifa na kama mkombozi. Tusipofanya hivyo, tunafanya maigizo. Tuwe tayari kuvunja nchi kwa mikono yetu wenyewe, na mifano tunayo, wala hatuhitaji kuambiwa. Ukianza kutoa mifano wanasema mnatisha, na vijana ukianza kuwaeleza sasa waanze kuelewa, wanasema usiendelee. Tumeshaamua liwalo na liwe. Tumefikaje hapa? Tutafika kama swali lako la kipindi chako, sijui. Mimi nadhani hakuna majibu mepesi. Ndio. Kwanza nisahihishe. Ndio. CCM kimeundwa na vyama vya ukombozi. Leo CCM haiwezi ikasema kwamba ina sifa za chama cha ukombozi. Nisahihishe hilo.
Kwa hiyo vyama vyovyote 22 vilivyosajiliwa vishindane kujipambanua kama vyama vinavyoweza, na CCM ikiwemo, vyama vya kujenga upya utaifa wetu. CCM imepoteza, na kama wakiweza kupita, kazi ya kwanza ni kujirudisha kwenye mstari wa chama cha ukombozi. Leo hawana sifa hiyo. Hiyo niseme wazi kabisa, nisije nikawa misquoted. Kwa hiyo mwisho wake ni kwamba awe yule anayetaka mabadiliko ni kujenga upya taifa, ama yule anayesema kazi hapa ni kazi tu, kazi kuu ni ya kujenga upya taifa. Likuwepo hili unalolisema la rasimu ya katiba. Tunahitaji mwafaka, hatuwezi kuwalazimisha watu wajadili. Tulivyoendesha mchakato wa katiba, kila mmoja umeona tu ilikuwa ni vurugumachi. Kwa hiyo anayekuja sio kusema na hiyo ilikuwa ni rasimu, sio makubaliano. Na mpaka sasa hivi kama hatujafika hatua ya kupiga kura ya maoni, bado na hii katiba inayopendekezwa ni rasimu, na sidhani kama anayekuja anaweza kuanzia tulikoishia. Kiongozi tunayemtaka ni wa kufanya kazi ya kujenga upya taifa, kujenga mwafaka wa kitaifa. Kama kweli njia tuliomo, of course sio sahihi, tunarejeaje katika njia sahihi ili vyama hivi vitoke katika nafasi ya kuwa vyama vya kinasaba, viwe vyama vya ukombozi. Nakushukuru sana ndugu Bashiru Ali kwa mtazamo wako. Mzee Kitinde, nakushukuru sana. Kijana Amon, asante sana. Watazamaji, huu ni mwisho wa kipindi, lakini mwanzo vipindi vingine. Kipindi hiki mchepuo wake umekuwa kusema, jamani, tukifufua Tanganyika, Tanzania haiwezi kuwepo. Tupiganie Tanzania, ndio ilitoka katika na ndio iliyopo, na vijana wengi na watu wengi wa nchi wamezaliwa ndani ya Tanzania. Nadhani kwa maneno haya mimi nimeweza kipindi. Ndugu Kitinde, nakushukuru sana. Bashiru Ali, asante sana. Amon, asante sana. Kwa mwendo huu tutafika. Asante sana.